Nasababisha kuonekana hapa pana vurugu. Jamani tuko sawa? Semaji, mmetua Tanzania kutoka South Africa, historia kubwa imeandikwa, hatimaye Simba imeingia finali ya kombe la shirikisho Afrika. Kama uongozi na kwako binafsi imekuwa kubwa kiasi gani kulipokea? Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia riziki hii ya kufika finali. Tumeisubiri kwa muda mrefu, lakini hatimaye Mwenyezi Mungu amekuja kuturuzuku. Wakati wa Mungu ndio wakati sahihi zaidi. Sisi kwetu Simba Sports Club tuna furaha kubwa kuona tumerejea tena kwenye finali baada ya miaka 32 kupita. Mara ya mwisho kucheza finali ni mwaka 93. Tumepambana kwa muda mrefu na hatimaye tumefanikiwa tena kurudi kwenye hatua ya finali. Kila mwana Simba anastahili pongezi kwa hiki ambacho kimefanyika. Ushirikiano wa pamoja wa wana Simba ndio ambao umetupelekea kufikia mafanikio haya. Kwa kipekee kabisa tunampongeza na kumshukuru rais wa klabu ya Simba na mwekezaji wa klabu ya Simba Mohamed Dewji. Yeye ndiye ambaye ametufikisha hapa. Ndoto aliyoiota miaka mingi ya kuifanya Simba iwe bingwa Afrika sasa inakwenda kufikiwa. Aliota ndoto hiyo, aliweka maono hayo, na sisi kazi yetu ikawa ni kufanya kazi, kuifanyia kazi ndoto hiyo. Amefanya hivyo na sasa tumekaribia kabisa kutimiza ndoto ya tajiri wetu. Lakini kwa kipekee kabisa tunawapongeza na kuwashukuru viongozi wote wa bodi ya kurugenzi ya Simba, ikiwa pamoja na mwenyekiti wa klabu ya Simba ambaye ni makamu mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi ya klabu ya Simba Murtaza Mangungu, kwa kazi kubwa ambayo wameifanya msimu huu. Hawajalala, hawajapumzika, wamevuja jasho kuhakikisha kwamba Simba tunafikia malengo haya. Sisi tuna kila sababu ya kujivunia kwa sababu hii ni hatua ambayo tumeisubiri kwa muda mrefu, ni hatua ambayo tumeipigania kwa muda mrefu, na hatimaye Simba amefika hatua ya finali. Tunachoweza kusema ya kwamba kazi tumeimaliza, lakini hatujaikamilisha. Kukamilika kwa kazi hii ni Simba kuchukua ubingwa huu wa CAF Confederation mwaka 2025. Na hili niwaambie ndugu zangu wana Simba, hili linawezekana sana. Mpinzani ambaye tunakwenda kukutana naye katika mchezo wa finali ni mpinzani ambaye kwanza tunamfahamu, lakini pili tunamheshimu, lakini tatu ni mpinzani ambaye tunaweza kabisa kumfunga na Simba tukachukua ubingwa. Kuanzia hivi sasa niwaambie wana Simba, turudi tena mapangoni, turudi tena machimboni, tuanze maandalizi ya kwenda kumfunga Berkane Mnyama tuchukue ubingwa. Niseme tu ya kwamba Simba hatuko tayari kwa namna yeyote ile ubingwa wa kombe la Afrika ukachukuliwa ndani ya ardhi yetu, ukachukuliwa mbele ya watu wetu watakaokuja Benjamin Mkapa. Hilo hatuko tayari hata kidogo. Kwa hiyo tunaanza mikakati hivi sasa, maandalizi hivi sasa kwenda kuchukua ubingwa huu na tunabeba. Ahmed, ilikuwa inazungumzwa kwamba goli moja kulikuwa kuna margin ndogo sana ya Simba kwenda finali, kwa sababu mko mnakwenda kumalizia ugenini. Mmefanya kile ambacho baadhi ya watu hawakuamini kama mtaweza kukifanya. Na kipi cha kuwaambia? Mwalimu Fadlu alitengeneza mpango mzuri. Na mpango wake wa kwanza ni kwamba tusifungwe goli la aina yoyote katika uwanja wetu wa nyumbani, kitu ambacho alikifanikiwa. Baada ya kupata ushindi bao moja kwa bila katika uwanja wa Amani pale Zanzibar, akaona ni ngumu kupata bao la pili, akasema sio shida, wacha nilinde goli hili moja, kwa sababu nikienda ugenini nina uwezo wa kulinda tena kwa dakika 90 nisiweze kufungwa bao jingine. Na hiyo ndio kawa mpango kazi, na mpango kazi umekwenda vizuri. Goli moja la Jean Charles Ahoua ndilo ambalo limetupeleka finali. Kama wao goli lao moja liliweza kuavua ubingwa Zamalek, na sisi goli hilo moja limetupeleka finali. Kimsingi tu ni kwamba mwiba umeingilia ulipotokea. Wao walifuzu kwenda finali kwa goli moja, na sisi tumewatoa kwenda finali kwa goli moja. Ahmed, kwa faida sisi ambao tumechelewa kidogo hapa, kwa nyinyi kama viongozi sehemu ya Simba imekuwa ni fahari gani? Hujachelewa. Sijachelewa, niko sehemu sahihi.
Kwa ni fahari kiasi gani kama Simba kushuhudia mnyama na tinga hatua ya finali kombe la shirikisho barani Afrika? Ni fahari kubwa. Timu ya mpira wa miguu yoyote inaposhiriki mashindano inataka kufika hatua ya finali na kuchukua ubingwa wenyewe. Na kwa ukubwa wa Simba tuliweka wazi kwamba imetosha sasa kujivunia robo finali, imetosha sasa kujivunia kushika nafasi ya 7 na ngapi. Sasa tunatakiwa kwenda mbali zaidi na kwenda mbele zaidi. Mbele ya finali ni wapi? Mbele ya robo finali ni wapi? Ni kwenye ubingwa wenyewe. Na timu yetu ni kongwe barani Afrika. Ina miaka mingi barani Afrika. Kwa nini tuendelee kuishia njiani? Kwa nini tuendelee kukwama? Kwa hiyo kama viongozi tunaona fahari kubwa kuona ya kwamba tumetimiza moja kati ya malengo yetu ya kucheza finali. Na ndio maana nimesema ya kwamba kazi tumeimaliza, lakini hatujaikamilisha. Kuikamilisha kazi hii ya 2025 ni kuchukua ubingwa wa Afrika. Mzani balance sasa. Mzani gani? Vile ambavyo mlikuwa mnaambiwa kwamba ili kufikia level yao kwenye kombe la shirikisho na nyinyi mtakuwa kuingia finali na mpate medali. Na miaka yote tunapoizungumzia finali wana Simba tulikuwa tunaweka wazi ya kwamba tunataka kuifikia rekodi yetu ya mwaka 93. Sisi ndio tumesimamia hapo. Na hii kwetu sisi inakuwa ni finali ya pili ya michuano ya CAF. Kwa hiyo mzani tulio balance ni mzani wetu sisi wenyewe wa mwaka 93. Rekodi tulioifikia ni rekodi yetu sisi wenyewe ya mwaka 93. Lakini tukasema inatosha sasa. Hatuwezi kuendelea kujivunia rekodi ya mwaka 93. Wengi wenu mlikuwa hamjazaliwa na ndio maana hamtuelewi. Sasa acheni tukaandike rekodi nyingine mpya ya zama hizi na kizazi hiki ili nyie wote muwe mashahidi ya kwamba Simba amefika finali, amecheza finali. Kwa hiyo tume balance mizani yetu sisi wenyewe. Tulicheza finali mwaka 93, tumecheza finali mwaka 2025. Ahmed, ukiacha mashabiki ambao walikuja kuwapa support kule Afrika Kusini Moses Mabida, lakini kuna mashabiki ambao walijitokeza pale Zakiem na mpaka CAF wamewaposti. Zungumza nao. Nini kauli yako? Tumeendelea kuwa na mvuto. Ukiangalia jana pale katika uwanja wa Moses Mabida, sisi Simba tulikuwa wengi zaidi kuliko wapinzani wetu. Lakini kama haitosha hapa nyumbani katika viwanja vya Mbagala za KM kulikuwa kuna shangwe la kutosha, mashabiki wa kutosha ambao walikaa pamoja kuiangalia Simba yao. Kwa sisi kwenye upande wa mashabiki ama upande wa mashabiki tumeendelea kufanya vizuri. Na hiyo ni cha mtoto Isaya Dede. Kwenye finali ndio tutafanya kufuru kubwa. Mji mzima ama nchi nzima watu wataangalia finali barabarani. Kombe linabaki sasa. Na kombe linatoka. Yes, tunachotaka ni kulibakisha kombe Tanzania. Hatuko tayari kwa namna yeyote ile. Finali inachezwa nyumbani kwetu Benjamin Mkapa. Finali inamalizikia mbele ya mashabiki wetu 60,000 watakaokuja Benjamin Mkapa. Katika ardhi hii ya Mama Samia, kombe la CAF liko pale, alafu tuliache liondoke na Mwarabu. Hiki ndio kitu ambacho hatutaki kukiona kinatokea kwa namna yeyote ile. Kwa ufupi ni kwamba hatutaki kuvuliwa taulo ukweni. Tutakwenda kupambana kadri inavyowezekana, kombe libaki hapa Tanzania. Ile jina lako sasa la semaji wa CAF kama umeliratibisha rasmi. Uliona mbali? Semaji la finali ya CAF. Wewe. Imeongezeka hiyo. Imeongezeka nyingine. Maswali mengine tafadhali. Semaji moja ya timu ambayo sasa hivi Tanzania timu pekee ambayo inashiriki ambayo ipo kwenye michuano mitatu ambayo yote ni Simba ambayo yupo kwenye FA, yupo kwenye ligi, lakini pia yupo. Swali lako refupisha kwa sababu waandishi wengine wanasubiri. Unawezekana Simba mwaka huu akachukua treble? Ni mapema mno kuzungumzia yote hayo, lakini sisi akili yetu hivi sasa imejikita zaidi kwenye tarehe 17 na tarehe 25. Labda uje uniulize hilo swali tarehe 26 baada ya kuwa kwanza tumeshachukua ubingwa wa Afrika, ndio tutaanza kuangalia na makombe mengine. Lakini hapa tunaangalia uwezekano kama ambavyo amesema mwenyekiti wetu jana, tunaangalia uwezekano wa kwenda Pemba, kwenda kushiriki kombe la Muungano. Unafuatilia Muungano kumbe? Sifuatilii. Imeanza huko South.
Imeanza iko sawa, lakini tunaangalia uwezekano na sisi kwenda Pemba kushiriki kombe la Mapinduzi. Hapo nusu finali sasa. Yes, na sisi tuanzie finali, twende finali kwa sababu kufika upande wa nane sasa, wa Azam au upande wa Yanga? Waandaaji ndio watakaoamua, au kama wanaweza kabana, kwa kuwa nyinyi ni mna finali ya CAF, basi automatic mje mcheze finali kwenye nani, kwenye muungano. Sisi tuko tayari. Na nyinyi ndio mabingwa mtetezi wa Exactly. Jana uliuliza wewe yako unafikiria kuhusu Super Cup. Nini kilifanya ukazungumze? Lazima mtu uone mbali. Ubingwa wa Afrika na uona kabisa. Ubingwa wa Afrika na uona kabisa. Berkane ni aina ya mpinzani ambaye tunamudu kwa 100%. Sasa kama ubingwa wa Afrika na uona, kwa nini nisianze kufikiria Super Cup dhidi ya Mamelodi Sundowns hapo Abu Dhabi? Shampa ubingwa wa Mamelodi na wewe. Whatever, awe Mamelodi, awe Pyramids, lakini mimi naiona Simba ikicheza Super Cup. Abu Dhabi au Qatar au Dubai. Bwana Ahmed, jana kulikuwa na clip wauma sana kuambia mjacheza finali. Tuma? Ilikuwa inawauma. Kimsingi tumekata ngebe. Hilo ndio jambo la msingi ambalo tumekata ngebe. Na msimu huu nadhani katika misimu ambayo tulidharaulika sana ni pamoja na msimu huu. Ndio maana unaweza kumuona hata Ngoma alifikia kusema vile, na kila mtu anaweza kusema anachoweza kusema. Msimu huu wakati tunamleta Fadlu, kibeki zilianza kwamba wamechukua kocha wa kawaida, wamechukua kocha msaidizi, hana uzoefu, kocha ameshusha timu sijui ligi, sijui maneno yakawa mengi. Sisi tukanyamaza tu. Tukaanza kushiriki michuano ya CAF. Mpinzani wa kwanza alikuwa ni Al Ahly Tripoli. Wakasema Simba mwaka huu haendi makundi, Al Ahly Tripoli ana mabululu sijui ana nani, Simba shughuli yake imeishia hapa. Tukamtandika Al Ahly Tripoli bao 3 safi kabisa, mnyama akaenda zake group stage. Group stage tukapangiwa Waarabu wawili na Msauzi Kusini mmoja. Wakapanga kabisa wenyewe kwamba wa kwanza Constantine, wa pili Sfaxien, wa tatu Bravo. Simba tajiangalia sehemu ya kujiweka hapo. Katika hali ya kushangaza, mnyama ndo tukaenda kuongoza hilo kundi ambalo wao walituweka sisi watatu ama wanne. Pap tukaangukia kwa Farao Misri. Wakasema sasa hapa ndio anakwenda kuishi kwenye jina lake la siku zote la mwaka robo. Tukaenda tukapambana naye Al Masry, tukamtandika bao tukamtoa kwa penati bao 4-1. Tukaangukia kwa Stellenbosch. Wakasema tena Stellenbosch kamtoa Zamalek, Simba ni nani anaondolewa. Stellenbosch tumemtandika goli 1-0, nyama ameingia finali. Kwa hiyo kila ambapo walikuwa wanatusubiri tudondoke, kila ambapo walikuwa wanatamani Simba ianguke, tumewa surprise na tumekwenda hatua ya juu zaidi. Kwa hiyo mafanikio hayo lazima sisi tujivunie, lazima tujitambie nayo. Lakini vile vile wao walidhani kwamba finali ya CAF ni kitu kigumu kwa Simba Sports Club, kwa sababu wao walipita kwa ndondokela wakakutana na maiti mpaka wakafika finali. Wakafikiri na kwa Simba pengine ingekuwa ngumu. Simba ni timu ya kitaalamu baba. Tumetoboa tena kwenye njia ngumu ya mateso kweli. Tumefika zetu finali. Na hapa finali hatuishii hapa, tunaangalia ubingwa wenyewe. Ahmed, swali la mwisho labda. Mpaka sasa hivi East Africa Simba imeingia finali mara 2. Labda kuna funzo lolote mnatoa kwa East Africa nzima, sio Tanzania peke yake? Sisi kusema kweli ni wachoyo na hatutaki kumfundisha mtu yote, na tungependa kuona timu zote zinaishia pabaya kila siku. Waendelee kuwatazama tu. Exactly. Asante.